Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani ya Allah, upendo, kudra pia zitufikie popote pale ambapo unafuatilia matangazo yetu haya ya kanati yetu ya Istiqama Swahili TV. Karibu sana katika tukio muhimu sana katika muendelezo wa kufanya khairat mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni muendelezo wa ziara zetu mbalimbali katika ugawaji wa sadaka mbalimbali kutoka kwa Waislamu katika ulimwengu huu. Waislamu mbalimbali wamekuwa wakitoa sana sadaka katika mwezi huu wa Ramadhan, na zaidi kwamba leo hii tupo katika kijiji cha Bumbwini Kiyongwe. Bumbwini kubwa sana watazamaji wetu, lakini leo hii tupo katika kijiji cha Bumbwini Kiyongwe ndani ya mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya ya Kaskazini B, Zanzibar, katika kama tulivyosema hapo awali kwamba ni muendelezo wa kufanya khairat mbalimbali ndani ya mwezi huu wa Ramadhani katika kutafuta radhi za Allah, alkadhalika kuweza kuwasaidia waumini wa dini ya Kiislamu ili kuweza kuwapa wepesi na urahisi wa kuweza kutekeleza ibada hii ya saum, ambayo ndani yake bila shaka kunakuwa na mambo mbalimbali. Kunakuwa na makumi matatu ambayo ndani yake bila shaka Muislamu akifanya ibada mbalimbali na kuwa ni malipo makubwa sana ambayo atayapata huko akhira. Lakini katika hizo ibada mbalimbali basi tunasema kwamba ni kutoa sadaka kwa wale almuhtajun, wenye kuhitaji, wa mafukara, mayatima, alkadhalika wajane na kila mmoja ambaye anahitaji kusaidiwa ili kuweza kumpa urahisi na wepesi katika kutekeleza ibada hii ya saum bila ya mashaka, bila ya matatizo, alkadhalika bila ya fikra na mawazo namna gani ambavyo ataifunga somo hii, namna gani atapata kile ambacho atafuturu baada ya kufunga kwake kutwa nzima ya siku husika. Basi kama nilivyokuambia, tupo katika kijiji cha Bumbwini Kiyongwe. Bila shaka watu wa Kaskazini Unguja, watu wa Zanzibar, hili jina sio geni sana, ni jina ambalo limekuwa limezoeleka sana kusikika. Halikadhalika inawezekana pia kwa baadhi yenu tayari umeshawahi kufika katika eneo hili la Bumbwini Kiyongwe hapa Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja. Na sadaka hii ya tende leo hii ambayo tunaigawa hapa katika kijiji cha Bumbwini Kiyongwe imekusanywa, imedhaminiwa na wanafunzi wa Kioman ambao walikuwa masomoni kule nchini Marekani. Leo hii au katika muendelezo wa zile sadaka zao, basi na leo tena wamekuja na sadaka hii ya tende. Alkadhalika tutashuhudia pia hapa kuna sio tu tende, kuna zawadi mbalimbali ama sadaka mbalimbali ambazo zitatolewa katika kijiji hiki cha Bumbwini Kiyongwe. Watu wananchi kama hivyo ambao wanaonekana mashallah wamejitokeza kwa wingi sana, kwa matumaini kwamba ndugu zao Waislamu wamekuja hapa kwa ajili ya kuwafariji, alkadhalika kwa ajili ya kujitolea sadaka, na hii itakuwa kwa faida yao, alkadhalika kwa faida ya mtoaji pia, sababu tunaamini kwamba mtoaji anakuwa na furaha, lakini pia na yule mpewaji anakuwa na furaha. Basi kaa tayari kwa ajili ya kushuhudia zoezi hili namna vile ambavyo litakwenda. Karibu sana. Msikilizaji na mtazamaji, halikadhalika ndugu Muislam popote ulipo katika ulimwengu huu, ni zoezi muhimu sana hili kama tulivyosema pale awali la ugawaji wa sadaka ya tende pamoja na vitu vingine ambavyo vimechangiwa na Waislamu wenzetu, ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa Kioman ambao walikuwa wanasoma nchini Marekani kwa lengo la kuwasaidia ndugu zao Waislamu hapa visiwani Zanzibar. Na zoezi wakati linaendelea, tunazungumza na baadhi ya Waislamu hapa ambao wamepokea sadaka hii ya tende pamoja na maji safi ya kunywa, na hapa naye shekhi wangu ambaye atatufahamisha jina lake, lakini pia atatufahamisha tu ama tueleza mawili matatu katika kile ambacho amekipokea hapa inshallah, ikiwa ni sehemu ya kuweza kutoa maelezo yake na furaha yake
katika jambo hili muhimu sana kwa Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina yako? Kwa jina naitwa Makame Ali Ame. Makame Ali Ame. Mashaallah. Na ni mkazi wa kijiji hapa cha Kiongwe? Mimi ni mkazi wa Bumbwini Kiongwe. Na ni mkazi mwenyewe kabisa wake mzaliwa? Ni mzaliwa. Inshallah khair. Leo hii tupo katika kijiji chenu hapa Kiongwe Bumbwini, na alhamdulillah ndugu zetu Waislamu wametolea sadaka hii ya tende na vitu vingine kama vinavyoonekana. Unazungumziaje pengine katika hilo? Pia ninashukuru sana, na Allah awape wepesi, watupe zaidi ya kuliko hivi miaka inayofuata. Amin. Inshallah tuendelee kuzungumza na Waislamu mbalimbali hapa ambao wamepokea sadaka hii ya tende. Naye hapa baba yangu. Baba, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na mshikamoo baba. Kwa heshima yako. Habari za Ramadhani? Salama, inakuwa vizuri. Mihogo inapatikana? Mihogo imekuja kuvurugwa kiukweli. Imevurugwa. Tambi la kiza habari gani? Angalau robo kilo inshallah. Mashaallah. Na umepokea sadaka hii ya tende? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Allah kheri kwanza. Inshallah pamoja na nyinyi. Amin amin. Unazungumziaje kwenye sadaka yetu hii? Sadaka saba, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na akiwa kama wako wengine pia vile vile waje wajitahidi, waje atoe Waislamu wenzao kama sisi huko tuseme mihogo yetu tumevurugiwa pasi na kuridhika sio wenyewe. Kwa hivyo tunawaomba kama wako wengine waje zaidi kuliko hapa, na sisi tutaipokea inshallah. Shukrani sana baba, nakutakia saumu njema bwana. Tuko pamoja. Lakini lako silipata Sheikh Hassan Vuai Juma. Hassan Vuai Juma, mashaallah. Haya, asante sana Sheikh Hassan Vuai Juma. Sadaka hii ya tende pamoja na maji safi ya kunywa. Mama, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Waitwaje? Mwanaidi Kalikombo. Mwanaidi Kalikombo. Mwanaidi Kalikombo. Na unasikia mtazamaji wetu, Mwanaidi Kalikombo, mashaallah. Na umepokea sadaka hii ya tende na maji safi ya kunywa pamoja na naona kuna mshiko kidogo hapa kupata angalau kibiriti, sio? Unazungumziaje, unasemaje katika hili? Nashukuru. Umefurahi? Nimefurahi sana. Mashaallah. Basi inshallah tutakia khairi, lakini pia maandalizi mema ya futari Amin. Haya, shukrani sana Mwanaidi Kalikombo, mashaallah. Ni majina ambayo. Habari za Ramadhani kwanza? Nzuri. Na majina yako ni yapi? Mayasa Makame Hamis. Ni nani? Mayasa Makame Hamis. Mayasa Makame Hamis, mashaallah. Naam, unazungumziaje katika jambo hili sadaka? Tunashukuru. Mwenyezi, tumefurahi sana na tumeshukuru inshallah Mwenyezi Mungu, na mwezi uhusishe zidi tuje baraka kuliko hivi inshallah. Amin. Mimi nataka uniambie mama Mayasa, kwa lugha ya Bumbwini hapa Kiongwe, hebu nipe maneno angalau mawili matatu ya lugha ya Bumbwini Kiongwe, yale ya nyumbani kabisa yale. Maana hapo umezungumza Kiunguja mjini. Hebu tupe maneno angalau mawili matatu inshallah. Lugha yetu sisi tunasema hii ya Kiswahili ya kawaida. Aka kuwapo au hamtumii kuwapo? Sisi hapo tunasema kuwapo. Kupiki nini? Au unasemaje? Si. Kupiki nini? Nimepika wali. Asante sana mama Yasa, shukrani, nakutakia Ramadhani njema. Na sasa hapa baada ya kuzungumza na wananchi mbalimbali Waislamu ambao wamepokea sadaka hii, tutazungumza na kiongozi na yule ambaye amesababisha jambo hili kukwenda katika hali nzuri kwa kiasi kikubwa sana kwa uwezo wa Allah azza wa jalla. Na tutazungumza naye, anatuambia tu majina yake, lakini pia nafasi yake katika eneo hili. Alhamdulillah, tunaamini kwamba tutapata mengi mazuri kutoka kwake. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, kaifa alhal? Khair, alhamdulillah. Mashaallah, mambo ni mazuri. Nashukuru Mungu. Ramadhani nakwenda vizuri. Na majina yako kamili Sheikh? Majina naitwa Khamis Ramadhani Ame Juma, na mzaliwa wa hapa kijiji cha Kiongwe. Khamis Ramadhani. Khamis Ramadhani Ame, naam. Naam, tumepata usaidizi mkubwa sana kutoka kwako Sheikh Khamis bin Ramadhan. Labda katika hili kuna utaratibu gani ambao umeutumia zaidi kwa ajili ya kutengeneza mazingira bora kwa ajili ya kuondosha zile changamoto ambazo zingeweza kujitokeza katika zoezi hili? Juhudi gani ambayo umetumia? Juhudi moja tuliyoifanya ni kupeana vipande. Lakini baada ya kupeana vipande pia tunakuwa tunajaribu kupeana nasaha ya kwamba uliona kapata kipande, basi jua kwamba ndo Allah kajalia kwamba apate. Na wewe ambaye hukupata kipande pia ndo Allah kajalia kwamba usipate, sio kwamba labda aliyepewa kapendwa wewe hukupendwa, hamna, haipo hivyo. Kwa hivyo tukishapeana hamasa hiyo, ina maana aliyekuwa hakupata kipande anajaribu kutulia kuangalia aliyepata. Na kuna usikivu ambao unafanya. Tuna usikivu, tunashukuru alhamdulillah kwa hilo. Tunasikiana kwenye hilo, na ikitokezea pindi mara nyingine labda tunakuwa tuna uangalizi zaidi wale wasimamizi kwamba kuona mara ile labda nani alipata, nani kakosa. Kwa hivyo yule aliyekosa ndo tunadili naye, huyu naye tunamwambia stahimili kama alivyostahimili wenzi. Ni utaratibu mzuri sana. Ni peke yako ama kuna kamati maalum? Tupo na wenzangu kama kamati ambayo imeanzia kutoka msikitini kwetu pale, lakini hata kwenye kijiji ambao watu tunasimamia harakati hii.
hizi. Okay. Na pengine unazungumziaje zoezi hili limekwenda namna gani? Ingawa bado unaendelea, lakini pengine utakuwa na maelezo mafupi kutokana na hilo. Mimi ningesema kwamba kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pili niwashukuru hao ambao wamekuja na hii sadaka, na niombe kwake Allah awape tauhidi na awajazie zaidi, ili kwamba kila baada ya mwaka au hata kama si Ramadhani hali ikiruhusu bado waendelee kutukumbuka, kwa sababu hali zetu ndani ya kijiji kwa ufupi tunalingana. Sote ni wanyonge, tuko kama kiharakati, tupo kazi zetu ni tatu kwa ufupi ndani ya kijiji chetu. Ni wakulima, wavuvi na wachunga. Lakini pia kwa bahati nzuri tumepata bahati kama kwamba katika ile pori ambalo ndo tunalima na kuchunga, pia tumeshavamiwa kiasi ambacho tunavurugwa, hatuna wasaa kwa kweli. Kwa hivyo uchumi kidogo unazidi kushuka kiasi ambacho ugumu kidogo umekuwa mkubwa Ramadhani hii, kwa sababu ile mihogo ambayo tulitaraji wende futari zetu ndio ambayo imekuwa burdoza kwa yote. Kwa hivyo kila inapotokezea sadaka kama hivi ndio tunapata kufarajika. Ukweli ndani ya kijiji kipo ndani ya tamia, kipo ndani ya unyonge wa hali hiyo, kwa sababu hawajui hata wapi waelekee. Na tunazungumza sasa na msimamizi mkuu katika zoezi hili, katika ukusanyaji wa jambo hili la sadaka ya tende na sadaka mbalimbali ambazo zimetolewa hapa. Yeye atatuambia tu pengine maelezo mawili matatu kuhusiana na ule ukusanyaji, lakini pia nani wamechangia jambo hili, alikadhalika jambo hili limeanza katika historia gani, maana historia gani jambo hili, sababu naamini kwamba ni jambo ambalo limeanza katika miaka kadhaa iliyopita. Leo hii ni muendelezo. Kwa namna gani limeanza, nani mwanzishaji, lakini pia namna gani natumia njia za kuweza kusambaza sadaka mbalimbali ambazo Waislamu wenzetu wanazikusanya kwa ajili ya ndugu zao Waislamu katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Naam Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaifa anta? Alhamdulillah na ashkurullah. Bismillah. Tuna fahari kubwa sana kuzungumza nawe ukiwa ni msimamizi mkuu katika jambo hili la sadaka kutoka kwa ndugu zetu Waislamu. Labda tungepata majina yako kamili, ingawa tunakufahamu na wengine bila shaka watazamaji wetu wanakufahamu, lakini kwa faida wale ambao hawakufahamu inshallah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Jina langu naitwa Hilal Ahmed Salum Al-Habsi. Naam. Ni mkazi wa hapa Zanzibar mjini. Napenda kuchukua fursa hii kulizungumza ili sadaka, kwa sababu kwenye utangulizi wako umeshasema kwamba imeanza vipi sadaka. Hii sadaka imeanza tokea 2015 na waanzishi wakuu walikuwa ni wanafunzi wanaosoma university inayoitwa Kent State University. Mmoja wao katika hao wasimamizi hao anaitwa Khadija binti Hilal Al-Habsi, ambaye ndio binti wangu. Naam, yeye ndio msimamizi mkuu, yeye ndio mwanzishi. Na hao wanafunzi wa Kent State University wao ndio walioanza kuchangisha, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba Zanzibar kuna watu ambao hawawezi kumudu kununua tende, na wengine ambao inapita mwezi mzima hawajaonja tende. Kwa hiyo wameanza tokea mwaka 2015 na sadaka zao tangia miaka hiyo zinaendelea mpaka leo hii. Tunawashukuru sana. Kwa mwanzo walianza wao, baadaye wakawa nawaambia na wazee wao, baadaye tena wakaingia na marafiki pamoja na jamaa wengine wote. Taban watu wote hao wanaotoa michango hii ni kutoka Omani. Tunawashukuru kwa jambo hilo. Kama tunavyojua wa Omani mashallah ni mahodari na wakarimu, na kwenye kutoa mikono yao meupe sana, hasa kwenye miezi ya Ramadhani. Tunaona watu wengi sana wa Omani wanakuja hapa kwa ajili ya kufuturisha watu mwezi wa Ramadhani. Naam, na hii miji tumeijua yote kwa sababu ya kuja wao wageni wetu hawa kutoka Omani. Tumeijua hii Kiongwe, tumepajiwa Matemwe, tumepajiwa na sehemu nyingine kwa sababu yao maeneo mbalimbali ambayo tumeshatoa. Naam, maeneo mengi sana ambayo tumetembelea kwa sadaka hizi. Naam, alhamdulillah. Na pengine unalipi la kumalizia katika nasaha zako kwa Waislamu, pengine wale ambao wamepokea sadaka zetu hizi, halikadhalika wale Waislamu ambao wako na uwezo ambao bado hawajajitolea katika mwezi huu wa Ramadhani, hususan kwa wale almuhtajun wenye kuhitaji kama vyakula vya kufungulia tende, halikadhalika futari mbalimbali. Sawa. Kwanza kabisa kabla ya nasaha tuwashukuru hawa ambao wametoa. Tunawashukuru sana wa Omani au Khadija na grupu yake yote kwa kutoa misaada hii daima, kila mwaka hawajakatisha hata mara moja. Inshallah. Na pia tunampongeza alo sponsor hii zoezi hili hapa ambao ni Dewdrop Mr. Aziz Muhammad Saud Al Jabri kwa kusponsor
zoezi hili hapa. Alhamdulillah rabbil alamin, wote tunawashukuru sana, na inshallah itakuwa kwenye mizani hasanatu. Na kuhusu waislamu wengine wanakuwa wazito kutoa, lakini wanavyoona harakati kama hizi zimerekodiwa na zikarushwa, wanakuwa wanapata nyoyo za kutoa. Wengine wanapata hamasa, wengine wanafikiria labda sadaka zao hazifikishwi, lakini ukweli sadaka zinafika, na tunawashukuru kwa hilo. Na kila alokuwa ametoa mwakani asitusahau, atoe zaidi. Na alokuwa hajatoa akiona makta hii, basi apate ari, apate moyo wa kuweza kutoa, kwa sababu kama unavyoona wahitaji wengi sana. Ukitizama hapa kijijini, nature tu ukiwaangalia hivi watu unajua kwamba hawa watu kweli ni wahitaji na wanastahiki. Kwa hiyo inshallah Allah kwa kila Muislam kila alichokuwa nacho atoe sadaka hizi. Wajazakumullah khair, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran jazilan. Allah yakhliki. Amin. Shukran jazilan. Basi huyo ni msimamizi mkuu katika jambo hili ama zoezi hili la sadaka kutoka kwa ndugu zetu wa Oman, na hususan kile kikundi ambacho amekitaja Sheikh Hilali hapa kwamba ni kikundi ambacho kimeanzishwa ni wanafunzi wa Oman ambao walikuwa wanasoma katika chuo kimoja kule nchini Marekani, na zoezi hili likapata baraka zaidi kama alivyosema kwamba limeanza kwa mtoto ile wazo, lakini baadaye hatimaye mashallah limepata baraka. Na unajua kwamba unapata Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.